Ni usajili mzuri sana. Ni mchezaji wa daraja la juu kabisa kwa Afrika, top striker, ingawa ni kweli umri wake unazidi kuwa mkubwa, kwa hiyo hata energy inapungua, lakini nadhani kwa level ya Tanzania ni mtu ambaye tunaweza tukamtumia na kuna kitu cha tofauti ambacho anaweza akakileta. Kwa hiyo speaking of usajili, ni usajili mzuri. Pengine tutegemee matarajio gani? Pengine anaweza akawaofa Young Africans kitu cha tofauti sana, sio kidogo. Unajua Peter ni mchezaji ambaye kwanza kisifa, yani kwenye namna ambavyo anacheza, Shalulile ni a fox in the box, yani ni mchezaji ambaye anapenda kuishi ndani ya box. Sio mchezaji ambaye utamuona mara nyingi anaenda kusaka huduma nje ya box. Kwa hiyo maana yake wewe ukiwa kama timu na mmiliki Peter, unahitajika kuwa umetengeneza timu ambayo inaweza ikawa inamuofa nafasi za kuweza kufunga, kwa sababu sio mtu ambaye anaweza kuhusika sana na mchezo. Sasa ukijaribu kutizama, moja kati ya sifa zake kubwa ambazo of course zimekuwa zikimpa ubora mkubwa sana ni namna ambavyo anaweza kujiposition vizuri kwenye box, lakini pia namna ambavyo huwa anafanya zile sharp movements kwenye box kuhakikisha kwamba anawakimbia walinzi na anakaa kwenye maeneo ambayo mipira mara nyingi huwa inadondoka. Ana utashi mkubwa sana wa kufanya hayo mambo mawili, na ndio maana hata ukijaribu kutizama magoli mengi ambayo Peter anayafunga, mara nyingi anafunga tap wins. Yani sio mtu ambaye atafanya kazi kubwa sana labda atachukua mpira huku. Yapo magoli ambayo ni mazuri anayafunga ambayo ni magumu, lakini nyingi ni tap wins. Sasa mchezaji akiwa anafunga magoli ambayo ni tap wins, kwa maana ya mguso mmoja wa mpira, mpira unaingia ndani ya wavu, sifa yake kubwa maana yake ni namna ambavyo yeye anajiposition vizuri kukaa kwenye maeneo ambayo nafasi zinadondoka. Sio kwamba kwa sababu labda anafunga magoli rahisi yeye ni striker rahisi, ni kwa sababu anasimama kwenye maeneo ambayo ni hatari. Unanielewa Kwa hiyo ndio maana unaona mara nyingi magoli yake mpira unakuja mguso mmoja ndani ya wavu. Kwa hiyo ukimtazama kwenye eneo hilo, ni moja kati ya wachezaji wazuri sana, ni finisher wa kiwango cha juu kweli kweli kwa Afrika. Sasa ukijaribu kutizama kwa wachezaji ambao wako Young Africans pale, ambao hasa kwenye eneo la striker, kuna utofauti kidogo ambao yeye yuko nao. Nadhani mchezaji pekee ambaye ana profile ambayo inafanana na Shalulile ni Depu, ambaye kwenye msimu uliopita tulimuona alicheza, lakini nadhani daraja la kufinish naye kuna kitu kinakosekana kama Peter akiwa kwenye fomu yake. Unajua Sasa ukimtazama yule Cheki Ibrahim Toure, ukimtazama pia Clement Mzize, bwana mdogo yule Mihambo, ni wachezaji ambao ni wa aina moja, kwa maana ya kwamba wanasaka huduma kwenye maeneo mbalimbali kwenye eneo la ushambuliaji. Yani hawakai sehemu moja, hawaishi sana kwenye box. Kwa hiyo maana yake kwa Peter unapata kitu cha tofauti, unanielewa Sasa cha tofauti zaidi ambacho yeye anakuofa ni daraja lake. Inawezekana wapo wachezaji ambao kisifa wanafanana na yeye kwamba wanaweza kuishi kwenye box na ni mafinishers wazuri, lakini sasa yeye ana daraja kubwa zaidi kwa sababu amefanya hicho kitu kwenye ligi ambazo ni kubwa, kwenye mashindano ambayo ni makubwa. Kwa hiyo kwa mimi nikimtazama kwenye daraja, hapo ndipo ambapo naweza nikawasifu Young Africans kwa kukamilisha dili la mchezaji ambaye kusema kweli kwa Afrika ni mkubwa sana, na mimi naamini kwa umri ambao yuko nao, yes watu wengi sana wanaona ni umri mkubwa, lakini I think sio kikwazo kwa sababu washaikuja wachezaji hapa Tanzania ambao wana umri mkubwa na wakafunga bao nyingi. Kwa mfano Medi Kagera alikuja Tanzania akiwa na umri mkubwa 30+, lakini alikuja kuna misimu miwili mfululizo alifunga magoli 50+. Yani magoli 50 ukiyajumlisha kwenye misimu miwili mfululizo, unanielewa Sasa huyu ni mchezaji ambaye alikuwa na umri mkubwa, lakini akaja hapa akafunga hizo goli. Kwa hiyo unaweza ukaa na confidence kwamba yawezekana Peter pia akaja hapa na akafunga hizo goli. Lakini tukumbuke kwamba Yanga kwenye msimu uliopita, unajua walisajili wachezaji wengi sana ambao wana umri mdogo, sijui wale akina Yakua wale, sijui akina Bajabel, sijui not Bajabel, yule Buba. Unanielewa Au ni wachezaji ambao walikuwa na umri mdogo, sijui akina Lasin Kouma, unaelewa Ni wachezaji ambao walikuwa na umri mdogo, lakini walikuja wakafanya nini? Hamna kitu walichokuja kukifanya. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona kwamba umri sio kitu pekee ambacho wewe kinatakiwa kukupa matumaini ya kwamba mchezaji anaweza kaenda kufanya vizuri au akaenda kufanya vibaya. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kutokana na daraja la ligi ambayo sisi tunayo, Peter anaweza kafunga hata goli nyingi sana. Yani kama of course kama atakuwa na yupo yani akikechi ile fomu yake,
kuna uwezekano mkubwa sana akafunga goli nyingi, yani hata 15 plus kwenye msimu ujao. Kwa sababu unajua ligi yetu ni ligi ambayo ina ubora tunasema. Lakini kuna vitu ambavyo lazima tuambiane ukweli. Ni ligi ambayo kuna baadhi ya vitu havina ubora ambao sisi tunauzungumza. Kwa mfano, ukitazama ligi ya South Africa namna ambavyo inacheza kiwanjani kwenye mechi za kawaida kabisa. Yaani labda timu ya kawaida labda Moroka Swallows labda inacheza dhidi ya timu nyingine yoyote labda Stellenbosch labda. Sawa? Ukienda kuangalia kinachotokea pale kiwanjani unaipata test ya top league. Yaani kwamba intensity ya mchezo inakuwa ni kubwa, ufundi unakuwa ni wa kiwango cha juu, physicality inakuwa ni ya kiwango cha juu. Kwa hiyo inakuambia kwamba ile ni ligi ambayo ni competitive kuliko ligi yetu. Unanielewa eh? Ukiangalia ligi yetu kuna baadhi ya mechi ambazo ukiangalia unaweza kusema kwamba sio mechi ya ligi kuu kutokana na mechi iko very slow, watu wanafanya makosa mengi sana ya kiufundi. Kwa hiyo unaona kuna ubora fulani ambao unapungua. Sasa Peter anakuja kucheza Young Africans, timu ambayo kuna uwezekano msimu mzima Yanga wanaweza wakacheza msimu mzima hakuna mechi hata moja wenyewe wanaingia kama second best team, wanaingia kama first team uwanjani na wanamiliki karibia kila mchezo. Sasa mimi naamini kwamba Yanga ni mazingira sahihi na ligi ya Tanzania ni mazingira sahihi kabisa ya mchezaji kama Peter Shalulile au mchezaji mwingine yeyote ambaye ana umri mkubwa lakini bado uwezo huko pale. Anaweza akashine tu kwenye ligi yetu. Kwa hiyo kwangu mimi umri sio kikwazo kwa mchezaji yeyote ambaye anatoka nje alafu ana umri mkubwa. Pengine sasa tutarajie mwalimu akibabaika. Kwa mfano sajili namna ambavyo zimefanywa hivi sasa, kuna namna mwalimu atakuwa anapata shida kwenye ile kufanya selection ya wachezaji. Eneo la ushambuliaji pia wachezaji wamekuwa wengi zaidi. Of course, Yanga wana mastrika 5 mpaka sasa hivi ambao sisi tunajua bado wapo Yanga. Kama itatoka taarifa ya baadhi ya watu kuwa offloaded itatoka, lakini kwa sasa hivi sisi tunahesabu kwamba wapo watu 5. Na honestly mimi sitegemei Young Africans kuingia kwenye msimu ujao wakiwa na strikers 5. Najua kuna mchezaji mmoja lazima anaweza akapungua hapo. Sasa unajua moja kati ya kitu ambacho mwalimu yeyote yule anapenda ni kuwa na idadi kubwa ya wachezaji lakini pia kuwa na ubora mkubwa. Unajua kuna vitu viwili, kuna quantity na kuna quality. Yaani kwamba unaweza kuwa una wachezaji ambao wana idadi kubwa ukiwahesabu, lakini je, wana ubora? Na hapo ndipo ambapo huwa watu wengi hawajui kuhusu upana wa kikosi. Upana wa kikosi haumaanishi namba ya wachezaji. Unamaanisha ubora wa wachezaji. Yaani anayeingia na anayetoka ubora unapishana kidogo. Hapo ndo unakuwa na kikosi kipana. Sasa mwalimu atakuwa amefurahi kwa sababu kwenye eneo la ushambuliaji kuna huo upana wa kikosi. Clement unaweza kumtumia pembeni. Unanielewa eh? Then hawa wengine wawili au watatu watakao baki unaweza ukawafanya wa compete sasa kwenye eneo la mwisho pale. Na unapata faida kwa sababu pia ni wachezaji ambao wana wasifu tofauti kwa maana ya profile. Aina ya hao wachezaji ni tofauti kisifa kwa namna ambavyo wanaweza kuwajibika kiwanjani. Una Sheikh Toure ambaye ni mchezaji ambaye kwangu mimi nilivyomtazama ana mara nyingi sana akiwa kwenye eneo pale la ushambuliaji ata drop deep kwenye eneo la midfield hapo kwa ajili ya kuchukua mipira na kucombine kwa maana ya kwenye combination play, lakini pia kwenda maeneo ya pembeni ya kiwanja kwa ajili ya kuweza kucombine na wachezaji wengine ili shambulizi liweze kwenda vizuri kwenye boksi la mpinzani. Sasa huyu ni mchezaji tofauti kabisa na Peter Shalulile. Kwa hiyo kuna baadhi ya mechi zinaweza kuwa zinamhitaji Shashaman kwa maana ya Peter Shalulile, lakini kuna mechi zinaweza kuwa zinamhitaji Sheikh Ibrahim Toure. Lakini pia kuna mechi ambazo mwalimu sasa anaamua nampa nafasi labda Clement acheze kwenye eneo la hapo juu au acheze kwenye eneo la pembeni ambalo of course pia amekuwa mfanisi. Lakini bwana mdogo Mihambo akiwa anajifunza akiwa anatokea kwenye bench anapata nafasi chache. Kwa hiyo idadi kubwa ya wachezaji ambao ipo Young Africans kwangu mimi ni faida zaidi kwa mwalimu kuliko kuwa hasara. Pengine tutarajie Young Africans ikawa na goli nyingi kwenye msimu unaoanza kwa maana walikuwa na Prince Dube ambaye alikuwa akikosa sana nafasi. Pengine sasa amepatikana mbadala wake ambaye anaweza akafiti ile nafasi ambayo alikuwa wakati mwingine inakuwa ngumu kwake. Kwanza watu wanapaswa kujua kwamba sasa hivi hapa tunapomzungumzia Peter Shalulile, tunapomzungumzia Sheikh Ibrahim Toure, tunapomzungumzia bwana mdogo yule Mihambo, hawa ni wachezaji ambao wametoka kwenye ligi zao. Msimu uliopita hawakucheza Tanzania. The same kwa wale akina Albert Kangwanda, sijui yule Zakwani, wote wametoka kwenye ligi zao.
wakiwa wengine wana namba nzuri kabisa, wengine wamehusika kwenye goli 26 kabisa. Kuna mtu nimeona pale namba zake, unaelewa